Shalom, 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 mwanafamilia ya maombi ya ukombozi. Mungu akubariki sana. Nichukue nafasi kukualika asubuhi ya leo. Asubuhi nzuri, asubuhi ya baraka ambayo Baba ametupa tena kibali na upendeleo. Nichukue nafasi kwanza kabisa tumshukuru Roho Mtakatifu ambaye ametupa kibali asubuhi ya leo tena. Tusimame kwenye madhabahu yake. Baba yangu ninakutukuza. Asante kwa sababu ya uaminifu wako. Asante kwa sababu ya nguvu zako. Asante kwa sababu ya kutupenda na kutupendelea watumishi wako na wajoli wako. Tuko mbele zako tena majira tena haya, watoto wako tumenyenyekea mbele zako. Tunasi rehema zako tena Bwana Yesu. Tunasi rehema zako tena Roho Mtakatifu. Tutakase kwa damu ya mwana kondoo. Turehemu tena watoto wako. Sisi ni wenye dhambi. Hatustahili kabisa mbele zako Roho Mtakatifu. Utuoshe kwa damu yako ya thamani. Roho Mtakatifu tumenyenyekea kwako. Biblia inasema ya kwamba dhambi zenu zitakuwa nyekundu kama bendera, utasafisha kwa nyeupe kama theluji. Sawa sawa na kitabu kile cha Isaya sura ya kwanza na mstari wa 16 mpaka 19. Baba, tuoshe na utusafishe sawa sawa na fadhili zako. Roho Mtakatifu utuweke wakfu leo kwa ajili ya kazi kubwa ya kukutumikia wewe Mfalme. Utukufu na enzi na uweza na nguvu ni vyako Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen, 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 amen. Kila mmoja akili aseme amina, amina, amina. Ninamtukuza Mungu kwa namna ya kipekee. Bwana Yesu ametupa tena kibali hiki kikubwa asubuhi ya leo. Nichukue nafasi hii kukuomba kama huja subscribe, basi subscribe channel hii na uweze kujiunga na maombi yetu ya kila siku asubuhi na zaburi za ulinzi majira ya usiku. Nikuombe fanya kitu kikubwa sana cha kishujaa na cha kijasiri, kupeleka habari hii kwa watu wengi sana. Kwa hiyo copy link na peleka kwa kila rafiki, ndugu, jamaa anaposikiliza maombi haya. Kuna mkono wa Bwana naamini utakuwa dhidi yako. Ni muhimu sana unapofuatilia maombi haya asubuhi. Weka agano kila siku asubuhi kupanda dhabihu yako ya sadaka kwa ajili ya kazi kubwa sana. Kumbuka unaposimama na dhabihu, unapotoa dhabihu yako kila siku asubuhi ukaweka dhabihu, Mungu atasimama na wewe kupitia agano lako na maombi yako. Watu wengi wanapenda kuomba lakini sio watoaji wa dhabihu, sio watoaji wa sadaka. Usiwe miongoni mwa watu wanaoomba bila kutoa sadaka. Omba, toa sadaka na utaona mkono wa Mungu ukifanya mambo makubwa sana, kama wengi wanavyoshuhudia maombi ya asubuhi haya ambayo yamegeuka kuwa neema kubwa na ukombozi katika familia nyingi za watu. Namba zetu za sadaka ni hiyo namba ya Vodacom ya 0756934903. Lakini pia jambo lingine, inawezekana unapita kwenye changamoto kadha wa kadha na unahitaji kushare pamoja na mimi, naomba utumie namba ya WhatsApp ya 0679645759. Ni namba muhimu sana hiyo. Tuma kama unataka kujoin WhatsApp group letu la maombi, basi tutakujoin kwenye group la maombi. Lakini kama unapitia changamoto, basi tutumie ili niweze kusimama na wewe na mkono wa Mungu uende kutenda kazi. Bwana Yesu ametupa neema ya kushughulikia maombi 15 ya neema. Sasa maombi ya 15 ya neema, ninaomba hakikisha unapitia ombi la kwanza mpaka ombi la mwisho. Na neema ni neema kukufanikisha 2026. Kumbuka neema ni nguvu ya uwezesho. Kwa hiyo ziko aina nyingi za neema. Maombi haya neema ukiyaomba yatageuka kuwa ukombozi, yatageuka kuwa ufunguo, yatageuka kuwa milango mikubwa ya utukufu. Kwa hiyo neema hizi zitakusaidia. Tunazo neema nyingi na Mungu akusaidie kupitia maombi haya. Neema kubwa tuliyo nayo leo ni neema ya utajiri. Hii ni neema kubwa sana ambayo watu wengi wao wanaitamka lakini hawaielewi. Tunapozungumza neema ya utajiri, utajiri wa Mungu upatikana kwa neema. Neema ya utajiri ikiwa juu yako, utaona nguvu,
utatumia nguvu kidogo na utapata mafanikio makubwa sana. Pia neema inapopungua, mtu huanza kuhangaika na kutafuta namna yoyote ya kufanikiwa. Tunaona neema ya utajiri ilikuwa juu ya Ibrahim, baba yetu wa imani. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 12, natamani tusome kidogo pale. Mwanzo sura ile ya 12, na hapa utaiona sasa. Anza kuiangalia neema ya utajiri ambayo inamfanya mtu kufanikiwa kwa haraka. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 12, kuanzia ule mstari wa kwanza na mpaka mstari wa 3. Biblia inasema, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka, nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Unaweza kuona hapa anasema kila mahali unapokanyaga unashangaa. Ukiwa na neema hii unafanikiwa, kwa sababu utajiri ni neema. Ndio maana kuna watu wanatumia nguvu nyingi sana kutafuta kuona namna Mungu anaweza kuwasaidia, lakini watu hao waendi. Mungu anamwambia Abraham, anasema Abraham, sikia, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako anasema nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako. Unaweza kuona sasa neema ya utajiri ambapo inaposimama kwa mtu, kuna vitu kwanza ambavyo vilimfanya Ibrahim apokee neema ya utajiri. Neema hii ni nini kilimfanya Ibrahim apokee neema hii? Ukiendelea kusoma utaona Mungu anamwambia Ibrahim, anasema chukua mtoto wako wa kwanza. Ukisoma sura ya 22 anasema chukua mwanao wa kwanza Isaka, nenda mpeleke katika mlima wa Moria. Na alipompeleka Isaka pale, tunaona anakwenda kumtoa dhabihu. Lakini alipoenda kumtoa dhabihu, ndio moja kwa moja alienda kukutana na Mungu uso kwa uso. Na Biblia inasema Mungu akamwambia Ibrahim, katika kukubariki nitakubariki, na katika kuzidisha uzao wako nitazidisha uzao wako. Sasa just check nini Mungu alibadilisha katika maisha ya Ibrahim. Ni kwa sababu pia Ibrahim alijaribiwa na akakubali kujaribiwa. Kwa hiyo ukikubali kujaribiwa, uwe na uhakika Mungu atafanya kitu. Alijaribiwa na akakubali kusimama. Alijaribiwa na akakubali kutoa ile dhabihu, na ile dhabihu ilienda kubadilisha maisha ya Ibrahim. Hebu tucheki kidogo pale uone vile ambavyo Mungu anafanya kazi kwenye kitabu cha Kumbukumbu sura ile Kumbukumbu la Torati 8:18. Ona pale Kumbukumbu la Torati 8:18, Biblia inasemaje? Biblia inasema kwenye Kumbukumbu la Torati sura ile ya 8 na mstari ule wa 18, Biblia inasema kitu cha ajabu sana. Yaani usipozingatia mambo haya utaendelea kuteseka sana. Biblia inasema 8:18 pale Kumbukumbu la Torati inasema, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, kwa kuwa ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri na kulifanya imara agano lake. Unaona? Anasema utamkumbuka Bwana Mungu wako kwa sababu ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri na kulifanya imara agano lake. Sasa kama Mungu anataka kufanya agano na wewe la wewe kwa tajiri 2026 na neema ile ya utajiri kuachiliwa juu yako, Mungu hawezi kufanya pasipokuwa na agano. Mungu hawezi kufanya pasipokuwa na agano. Lazima uwe na agano. Na hapa ndipo watu wengi wanakwama sana.
lazima uwe na agano. Agano unaliweka wewe pamoja na Mungu, kama Mungu nataka unitajirishe, lakini una agano je la utajirisho? Ili alifanye imara agano, lazima uwe na agano. Agano linakuwaje? Ni wewe kuweka agano, kwamba ninaweka agano. Maagano yako mengi, lakini nikupe tu agano moja. Tunaendesha maombi ya kila siku asubuhi na zaburi zile za ulinzi wakati wa usiku, na wewe umeshakuwa ni miongoni mwa familia. Weka agano, mwambie Mungu, naweka agano kila siku nitatoa dhabihu. Hilo ni agano. Ninaweka agano kila mwezi nitatoa dhabihu. Hilo ni agano. Naweka agano kila wiki nitatoa dhabihu. Hilo ni agano. Unapoweka agano la kuibeba kazi ya Mungu, kumbuka mimi nahubiri hapa, naombea watu, umeona? Hii ni madhabahu. Kwa hiyo unapoweka agano kwenye hii madhabahu, uwe na uhakika Mungu hawezi kukuacha, kwa sababu na wewe unaifanya kazi ninayofanya mimi. Tunatofautiana kwamba mimi niko kwenye maiki na wewe unasikiliza, lakini wewe lazima uwe na agano. Weka agano, mwambie Mungu, mimi kila wiki nitabeba hii kazi. Inunue vyombo, kwa sababu kumbuka mchakato unaofanyika hapa ni mchakato mkubwa. Makompyuta, sijui network, sijui watumishi wanaofanya kazi hizi, kuna mambo mengi sana ambayo yanafanya mpaka sauti unakuja kuipata leo unasikiliza. Kama hauna agano na wewe angalau kubeba kazi, mwanaweka agano, mwambie Mungu, kila wiki mimi nitatoa dhabihu, kila siku nitatoa dhabihu, kila Ijumaa mwisho wa wiki nitatoa dhabihu. Kila vile ambavyo Mungu anakusukuma, lile agano linakuwa ni agano la utajiri. Na Mungu akikukutanisha, na ukikutanishwa na Mungu, utaona Mungu anafanya mambo makubwa ambayo hata wewe mwenyewe hujawahi kuyafanya. Sasa unaweza kuona kwenye kitabu kile cha Mithali, kwani watu wanakuwa matajiri? Huwezi kuwa tajiri una agano. Mithali sura ile ya 8 mstari wa 17, Biblia inasemaje? Mithali 8:17 anasema, nawapenda wale wanipendao, nao wanitafutao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima ziko kwangu, naam utajiri hudumu na haki pia. Unaona, matunda yangu hupita dhahabu, naam dhahabu safi. Unaona, 21 anasema, niwarithishe mali wale wanipendao, tena nipate kuzijaza hazina zao. Unaweza kuona anawapenda wale wampendao. Umeona? Sasa kama wewe uko miongoni mwa watu ambao ndani yao hujabeba ule moyo wa kumpenda Kristo, hii neema utaipata. Na wapenda wale wanipendao, nao wanitafutao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima ziko kwangu. Anasema niwarithishe mali wale wanipendao. Kwa hiyo Mungu anataka akurithishe. Sasa anakurithishaje na wewe ndani yako hauna mzigo wa kuibeba kazi? Pokea hii neema ya kubeba mzigo. Asubuhi ya leo nataka niwaombee watu, niwaunganishe na neema ya utajiri. Lakini wale ambao ndani yao nasikia kuweka agano, natamani uinue mikono yako na mimi nitakuombea, na utaona mwaka huu utakapofanikiwa sana. Inua mikono yako, sema, Bwana Yesu, asubuhi ya leo nimelibeba agano lako, na mimi nimedhamiria ndani ya moyo wangu mwaka 2026 kuifanya kazi yako. Mungu uliye katika jina la Yesu, ninaweka agano la kusimama na dhabihu kila siku, kila wiki, kila mwezi kwa ajili ya kuifanya kazi yako. Mungu uliye hai, ninaweka agano la kukutumikia. Ninaomba ile neema ya utajiri ije juu yangu, kama vile ambavyo neno lako linasema unawapenda wale wanaokupenda na waliofanya agano na dhabihu, ili wewe uwarithishe mali na utajiri, kama vile ulivyofanya kwa Ibrahim. Na mimi Yesu ninasimama ili nitajirishe katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Baba, niwezeshe kuisimamia kazi yako katika jina la Yesu Kristo. Inua mikono yako na anza kuomba. Baba, ninakutukuza. Asante kwa sababu ya mtumishi wako ambaye ndani yake anasikia mzigo wa kuweka agano kwa ajili ya kufanya kazi yako. Nami ninatamka katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai, 2026 fungulie neema. Pe neema ya utajiri, pe neema ya kutajirika, pe neema ya kwenda viwango vikuu,
kwa jina la Yesu Kristo. Baba, mikono yake, chochote itakachokamata kilete faida, kilete matokeo. Baba, weka neema, utajiri katikati ya mikono yake. Weka neema, utajiri katikati ya hatima yake. Weka neema, utajiri kwenye kila ndoto zake, kwenye kila anachofanya, katika jina Yesu. Nami nakuunganisha kwa mamlaka ya jina Yesu na kwa uwezo wa damu Yesu. Anza kuomba, anza kutamka. Robo shandaramakota. Baba, naomba mwezeshe mtumishi wako, pe neema ya kufanya mambo makubwa, pe neema ya kufanya jambo kuu. Robo shandaramakori risandaramakota rabakori abasaka. Pe neema ya utajiri kwenye mikono yake. Ndorea roho ya madeni, futie kila roho zinazofanya kazi kwa siri katika ulimwengu wa roho, katika jina Yesu. Roho Mtakatifu, kwa nguvu zako msimamishe, kwa nguvu zako muimarishe, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Weka neema, utajiri kwenye mikono yake, katika jina la Yesu Kristo. Tu mmoja seme amina, amina, amina. Kama ni wewe sasa, panda sadaka yako kupitia namba ya sadaka, lakini pia tuma namba yako kwa njia WhatsApp. Sema nimefanya agano la utajiri, na kuna maombi maalum ambayo tunakwenda kuongoza, ambayo utaona mkono wa Mungu unafanya kazi mwaka 2026 na neema utajiri na kuja jia maisha yako. Mungu akubariki sana, nikutakie siku njema yenye baraka. Shalom, shalom, shalom. Na nikuarike sana katika madhabahu ya Mlango wa Ukombozi, ambako mamia ya watu wanakusanyika kutoka nje na ndani ya Tanzania. Amen. Mungu akubariki.